Bwana Yesu apewe sifa, watoto wa Mungu Baba aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa kutupa tena nafasi hii. Hakika Baba ametupa nafasi. Hakika Baba yetu wa mbinguni ametupa nafasi. Na mimi ninamshukuru Mungu sana kwa nafasi hii, na ninafuraha kusimama tena katika nafasi hii kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kuwa baraka kwa Mungu, kuwa baraka katika ufalme wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Moja ya kitu au vitu vinavyonifurahisha katika maisha yangu ya sasa ni kumtumikia Mungu aliye hai, kumtumikia Bwana Yesu. Amen. Nina furaha kuwa baraka katika ufalme wa Mungu aliye hai. Kuwa baraka kwa wengine. Kuona Mungu amenipa hii nafasi kwa ajili ya kuwa baraka kwa wengine, kutenda mema kwa watu ambao hawawezi kukulipa yale mema. Hakika hii ni neema ya ajabu sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa napenda tu kukutia moyo ya kwamba Mungu amekupa nafasi. Na kinachotupa ujasiri zaidi na ushindi zaidi, tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Na tuna garantia ya kwamba Yesu yupo katikati yetu. Amen. Yeye ndiye kichwa cha kanisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yupo katikati yetu, amesema wakusanyikapo 2 au 3 kwa jina lake, yeye yupo katikati ya hao watu. Kwa hiyo yupo katikati yetu na yupo anakuthamini. Anakuthamini kuliko mtu yoyote anavyokuthamini hapa duniani. Kwa hiyo usijidharau. Anakuthamini Yesu kuliko wewe unavyojithamini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu linasema tusichoke katika kutenda mema. Amen. Ninamshukuru Mungu sana. Kwa hiyo naomba na kutia moyo ya kwamba upokee neema hii kwa furaha na unyenyekevu. Ninayesema nao ni Mama Elwa, Jesus is the way, na kukaribisha sana 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 katika ibada hii. Tuna ibada ya maombi na kujifunza neno la Mungu, ambalo ndio msingi wa madhabahu hii, ndio msingi wa kanisa la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na leo tutaenda kwenye sehemu ya pili ya somo letu ambao tumelianza wiki hii, kwa ambao wale tuko pamoja, na ujumbe ambao unasema kwa nini Bwana Yesu amwage damu yake mara 7 kwa ajili yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tumeanza sehemu ya kwanza na tukafanya maombi, na leo na muomba Roho Mtakatifu wa Mungu atupe muda pia mrefu wa kufanya maombi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba, nasema asante kwa maana umetupa nafasi. Baba Mungu, nakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema sana, kwa maana fadhili zako ni za milele na uaminifu wako ni wa vizazi vyote. Baba, niseme nini kwa ajili ya uhai wa kila mmoja ambaye Baba umempa pumzi yako bure kabisa, ambaye Baba anaisikia sauti hii sana wakati kama huu. Baba, nasema asante kwa kutukusanyisha tena pamoja. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe, jina lako lipewe sifa. Baba Mungu wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi na vyote vionekanavyo na visivyoonekana. Ni sisi wanao tuliopo duniani Baba, tulioliamini jina lako Yesu, tukaamini ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumekusanyika Baba sana wakati kama huu. Tunasema asante kwa kutupa nafasi ya upendeleo. Tunasema asante kwa kutukusanyisha tena pamoja Bwana. Sisi ni mwili mmoja ndani yako Kristo Bwana. Sisi ni viungo vyako Baba. Tumekusanyika kwa jina lako. Asante kwa maana uko katikati yetu. Na kushukuru kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya binti huyu,
kwa ajili ya watoto hawa, na kushukuru hata kwa ajili ya familia zao na ndugu zao, maana Baba, kupitia hawa nuru yako inaangaza hata kwenye familia zao, inaangaza hata kwenye kizazi chao, inaangaza hata kwa ndugu zao. Ninakushukuru Baba yetu wa mbinguni, nakusihi Baba, rehema zako na neema yako zisitupungukie sisi watoto wako Bwana. Tumekusanyika kwa jina lako Baba, nami nimesimama katika nafasi hii Bwana. Ni wewe Yesu umenisimamisha kwa ajili ya utukufu wako Bwana. O Baba, hatuna jinsi ambavyo tunaweza kujihesabia haki bila damu yako, na kwa damu yako takatifu Baba, ninaingia kwenye kiti cha rehema na neema, nikiwa nimelibeba kanisa lako hili, nimewabeba watoto wako wa Bwana. Baba, tutazame kwa jicho la damu yako takatifu, tutazame kwa jicho la rehema na neema Bwana. Uturehemu Baba yetu wa mbinguni, utusamee dhambi, utusamee makosa popote tulipokosa, ikiwa ni kwa kujua au kwa kutokujua. Sisi tumekukosea Bwana, utusamehe. Tuoshe kwa damu yako, tutakase kwa damu yako Bwana. Ikiwa ni kwa mawazo tumekosa hata tukakuhuzunisha, ikiwa ni kwa maneno, ikiwa ni kwa matendo, Baba uturehemu. Dhambi zote hata zile za sirini Bwana, wewe ni Mungu ambaye umesema hata kuzimu iwazi mbele zako. Mwanadamu ataficha nini mbele za uso wa macho yako? Baba, naomba rehema juu yangu na juu ya kanisa lako hili Bwana. Na kusihi msamaha wa damu yako takatifu ukapite. Msamaha wa damu yako Bwana Yesu juu ya kizazi hiki Baba. Msamaha wa damu yako Baba katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Baba, na kusihi rehema zako juu yetu, juu ya ndugu zetu, juu ya jamaa zetu, juu ya marafiki zetu, hata maadui zetu Bwana. Mungu wa rehema na neema, wewe ndiye urehemuye. Na kusihi Baba, damu yako takatifu ikatuoshe, ikatusafishe kabisa kwa ajili ya utukufu wako. Asante Bwana, kwa maana kwako kuna msamaha ili jina lako liogopwe. Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu wa Bwana tujaze. Bwana Yesu, tubatize kwa Roho wako Mtakatifu. Endelea kutujaza kwa mafuta ya Roho wako Mtakatifu. Roho wa Mungu, ninazidi kukufungulia mlango kwenye kila eneo la maisha yetu. Ingia Bwana. Roho Mtakatifu, endelea kuifanya ibada hii na kuiongoza sawa sawa na mapenzi yako Bwana. Hakika wewe ni Mungu, na lolote ulitakalo ulifanye Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu. Baba, ninaachilia damu yako takatifu juu ya neno hili ambalo umelikusudia katikati ya kanisa lako katika kizazi hiki Bwana. Ninaachilia damu yako takatifu ya agano jipya katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nikimwaga damu ya Yesu mashariki yetu, magharibi, kaskazini, kusini, na kila eneo linalopita neno hili Baba. Ni baharini, ni nchi kavu, ni baharini, ni nchi kavu, ni mashariki, ni magharibi, ni kaskazini, ni kusini, ni juu, ni chini. Ninamwaga damu ya Yesu Kristo ya agano jipya Baba. Neno lako likatembee na damu yako takatifu, yani likatembee na Roho wako Mtakatifu akitenda kazi pamoja na neno hili Bwana, na ukalithibitishe sawasawa na ahadi ya neno lako. Umesema utalithibitisha neno lako kwa ishara na maajabu zilizoambatana na neno lako Bwana. Baba, ukadhihirike Yesu, mwana wa Mungu uliye hai ni wewe. Ukadhihirike kupitia neno lako ambalo ni wewe mwenyewe Bwana. Baba, takasa ufahamu wetu, akili zetu, mioyo yetu itakasike kwa damu yako sasa Bwana. Macho yetu na yamwagia damu ya Yesu. Masikio yetu, mioyo yetu, fahamu zetu zipate kukutii wewe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, tumekubali kuwa wanafunzi wako na wafuasi wako. Tuongoze, tufundishe. Takasa mioyo yetu katika kulipokea neno la Mungu. Tufundishe kuwa wanyenyekevu katika kulipokea neno la Mungu. Baba, katika jina lako takatifu, uliyesema utatufundisha na kutuongoza huku jicho lako likitutazama. Baba, tunahitaji kufundishwa na wewe. Uliye mwalimu wa walimu ni wewe Bwana. Nimesimama kama chombo chako Baba, ukaseme na kanisa lako vile ulivyokusudia kwa ajili ya utukufu wako. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu. Naenda kinyume na chochote kile
ambacho kiko kinyume na mapenzi ya Mungu, nami nasimama nacho kinyume kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ikiwa ni nguvu za giza, ni falme za giza, ni mamlaka za giza, ni shetani na mawakala wako wote, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai, ninawatamkia mmeshindwa kwa jina la Yesu. Ninaenda kinyume na mipango yote mliopanga kuharibu kusudi la Mungu lolote, nami nabatilisha hivyo vikao kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu vimebatilika kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, kwa maana imeandikwa, fanyeni mashauri pamoja yatabatilika, semeni maneno hayatasimama, kwa kuwa Mungu wa majeshi yuko pamoja na sisi. Mungu wa majeshi yuko pamoja na kanisa lake. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa maana neno lako ni upanga unaokata kuwili. Umeteketeza kazi zote za ule mwovu adui shetani. Neno lako linapiga mbio sasa. Neno lako lina nguvu kuliko neno lolote lile. Neno lako lina nguvu kuliko neno la mwanadamu. Neno lako Mungu lina nguvu yenye kuokoa. Baba, asante kwa kuwa umetenda. Kamguse kila mmoja Bwana kwa neno lako, kwa neno lako Bwana likamguse kila mmoja na kumtoa kila mmoja katika maangamizo yake sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Imekuwa kwa utukufu wako Baba. Sante Yesu, sante kwa kutusikia, sante kwa kutuhudumia. Ninawaalika malaika zako Bwana wakasikie pamoja na sisi neno hili Bwana. Sante Baba, mbingu zikafunguke kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Na watu wote tuseme amen. Amen. Somo la pili. Amen. Tumetoka kujifunza sehemu ya kwanza ya somo hili ambalo linasema kwa nini Bwana Yesu amwage damu yake mara 7 kwa ajili yako. Amen. Kwa ajili yangu mimi na wewe. Na nimekuambia kwamba moja ya siri ya ufalme wa Mungu kwa watoto wake ni nguvu ya damu ya Yesu. Ni pale mtu anapokuwa na ufahamu wa kile ambacho kimefanyika, Yesu amekuja kukifanya kwa ajili yake hapa duniani. Hii ni siri kubwa sana, na adui huwa hataki binadamu ajue hichi, kwa sababu hii ndiyo njia ya uzima. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na nilikwambia tulianza sehemu ya kwanza ambapo Yesu alimwaga damu yake pale Getsemani. Amen. Pale Getsemani alimwaga damu yake ili apate kufungua fikra zetu, maamuzi yetu, akili zetu, tupate kuamua sawa sawa. Kwa wale ambao hawajapata hilo somo watalifuatilia. Leo nitaendelea na sehemu ya pili. Sehemu ya pili ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alimwaga damu yake ni wakati anapigwa mijeredi. Amen. Wakati anapigwa mijeredi. Mathayo 27 mstari wa 26, neno la Mungu linasema hivi katika Mathayo 27 mstari wa 26. Na baada ya kumpiga Yesu mijeredi, akamtoa ili asulubiwe. Kwa hiyo Yesu alipigwa mijeredi. Unisikilize. Mijeredi hii aliyopigwa Bwana Yesu ilikuwa inachimba na nyama. Ukifuatilia historia ya Wayahudi, ukifuatilia historia ya jinsi mijeredi ile ilivyokuwa ipo ambayo amepigwa Bwana Yesu, utaona kwamba ilikuwa akipigwa ule mjeredi inatoka na nyama. Na ule mjeredi mmoja ulikuwa unabeba zile fimbo 3. Na akapigwa viboko 13. Kwa ukichukua 13 mara 3 unapata ngapi hapo? 39, si ndio wapendwa? Kwa hiyo alipigwa viboko 39. Na hivyo viboko vilikuwa vinatoka na nyama. Kwa hiyo damu ilimwagika hapa. Kwa nini damu ilimwagika hapa mpendwa? Damu iliyomwagika hapa ilimwagika ili kumuondolea kabisa shetani uhalali juu ya afya yako.
ili wewe upate kuponywa, ili wewe uwe mzima. Wapendwa, hapa ndipo laana ya magonjwa na udhaifu wa kila aina kwetu sisi tuaminio kazi ya msalaba iliishia hapa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Roho Mtakatifu wa Mungu afungue masikio yetu tupate kuelewa. Nimekwambia ya kwamba hiyo mijeledi ilikuwa inatoka na nyama. Na Zaburi 22 mstari ule wa 17 na wa 18, neno la Mungu linasema ya kwamba naweza kuhesabu mifupa yangu yote, wanagawanya nguo zangu na vazi langu wanalipigia kura. Haya yote yalikuwa ni unabii wa mateso ya Yesu. Alipigwa mpaka nyama ikatoka kiasi cha kwamba mifupa yake ilikuwa inahesabika. Nataka kwa nini nakueleza haya yote? Uone uzito wa maumivu aliyoyapata Bwana Yesu, ili mimi na wewe miili yetu hii isiishi kwenye maumivu tena, isiishi kwenye magonjwa tena. Bwana Yesu apewe sifa sana. Asema Bwana, naweza kuhesabu mifupa yangu yote. Ilikuwa inatoka na akilaluliwa hivi, mjeledi mmoja ulikuwa umebeba fimbo 3. Akilaluliwa hivi inatoka na nyama. Kwa hiyo alipigwa kiasi cha kwamba yani taswira ya mwili wake ilibadilika kabisa. Hutamtamani kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana wetu Yesu apewe sifa. Ili mimi na wewe tuwe na miili isiyo na mateso, miili yenye afya tele. Hii ni sehemu ya pili. Bwana Yesu alipomwaga damu yake ilimwagika. Baada ya kumwaga Getsemani, akaja hapa akachapwa viboko. Nisikilize mtoto wa Mungu. Kama mwili wa Bwana Yesu uliteseka hivi na kuchakazwa hivi, basi utambue uzima ni haki yako, mtoto wa Mungu. Una haki ya kuwa mzima. Una haki ya kuwa mzima. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana Isaya 53 ule mstari wa 5b, neno la Mungu linatuambia, na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Sema, kwa kupigwa kwake Bwana Yesu mimi nimepona. Amen. Kwa hiyo jifunze, au lazima tujifunze kuitumia damu ya Yesu kwa ajili ya uponyaji. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na nitakupa mfano kama nilivyokupa mfano katika ile sehemu ya kwanza, jinsi gani, kwa sababu wengi wanajifunza damu ya Yesu lakini hawaitumii. Sikiliza, damu ambayo hauitumii haikusaidii kitu chochote. Ndio maana neno la Mungu linasema imani isipoambatana na matendo imekufa, haizai. Kwa hiyo damu ya Yesu ambayo hauitumii, hauwezi kuona yale matokeo, ule uzito wake. Na ili uweze kuitumia ni lazima uwe na maarifa. Imekufanyia nini hii damu na ninaweza kuitumiaje? Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana Roho Mtakatifu wa Mungu anaachilia hii juu ya kanisa lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hata wana wa Israeli walipokuwa wanakombolewa katika ule utumwa wa miaka 400, na Mungu akawapa maelekezo. Maelekezo yale ndio lilikuwa neno la Mungu kwa wakati huo, kwa kinywa cha mtumishi wake Musa. Si ndio? Walipoambiwa wachinje yule Pasaka, yule kondoo, wakaambiwa wachinje, waweke damu kwenye kibakuli. Baada ya hapo, wachukue ile damu, wapake kwenye mihimili ya milango na vizingiti vyake. Na ukiona ile alama, ukisema mihimili ya milango na vizingiti vyake, yani inaweka alama ya msalaba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa, kwanza walilisikia neno la Mungu, maagizo waliopewa. Kuna maagizo walipewa pale katika ile Kutoka 12 ukisoma.
ile damu, yale maagizo walioyasikia wasingeyafuata, ambaye hakuchukua ile damu na kuweka kwenye vizingiti na mihimili ya milango, hakika yule mharibu alipokuwa anapita alikuwa anapita na kuharibu pale. Kwa hiyo damu ambayo ilikuwa kwenye kibakuli ambayo haikutumika, yani wasingeitumia, isingewasaidia kitu. Hii yote neno la Mungu linasema haya yote yameandikwa ili iwe mfano kwetu. Kwa hiyo damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, kwa neno la Mungu ambalo tunalipata kwa wakati huu, tunaamini. Tukisha amini, tunaitumia kwa jinsi vile Mungu anavyotaka tuitumie. Kama ameandika damu yake inaponya, basi inaponya. Kama ameandika inasafisha dhambi, basi amini ya kwamba inasafisha dhambi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa leo tuko sehemu ya pili ambapo damu ya Yesu ilimwagika, na nimekwambia hii damu ilitoka kwenye huu mwili, alipata ya mateso yote ili wewe usiishi tena chini ya kifungo chochote cha laana ya maumivu, laana ya magonjwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Isaya 53:5b inasema, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa kama ni hivi, nakupa mfano kwamba unaweza ukaichukua damu ya Yesu ukainywa kama dozi. Amen. Kama dozi, kama vile unavyokunywa hizi dawa. Unaweza ukaichukua dawa za hospitalini, si ndio? Kwa maelekezo ya dokta. Basi yupo dokta aliye dokta mkuu ambaye ni Mungu, kwa maelekezo ya neno lake unaweza kuichukua damu ya Yesu kwa imani. Kumbuka, imani inakuja kwa kusikia. Imani yote inakuja kwa kusikia. Ndio maana uliaminishwa na dokta ukachukua hatua. Kuna wanaoaminishwa na waganga wakachukua hatua. Hiyo ndio imani. Na sisi neno la Mungu linatupa kuamini, tunachukua hatua. Kwa hiyo imani ya kwa Mungu inakuja kwa kulisikia neno la Mungu. Sema amen. Amen. Sasa nakwambia unaweza ukainywa. Utasema ninainywaje Mama El? Unatamka. Amen. Agano Jipya tunaenda kwa imani na kutamka, na inakuwa. Lolote mliombalo, asema Bwana, kwa jina langu nitalifanya. Amen. Atalifanya yeye Yesu. Wewe kazi yako ni kutamka kwa imani. Amen. Mfano unaweza ukaomba ukasema, asante Bwana wangu Yesu na Mwokozi wangu kwa kujitoa kupigwa mijeledi kwa ajili yangu. Nami kwa jina lako Bwana Yesu ninaichota damu yako sasa iliyomwagika kutoka mwilini mwako, sawa sawa na neno lako la Mathayo 27:26, na ninainywa sasa damu yako Yesu kwa ajili ya uponyaji wa mwili wangu, uponyaji wa roho yangu, uponyaji wa nafsi yangu, uponyaji wa moyo wangu. Roho Mtakatifu wa Mungu wa uzima uliomo ndani ya damu ya Yesu, ujae ndani yangu sasa na ufurike. Na kila roho ya umauti, na kila roho ya ugonjwa, na kila roho ya udhaifu iliyopo ndani na nje yangu, vikakutane na damu ya Yesu sasa, na visiwe na nafasi ya kusitirika tena, katika jina kuu la Bwana Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa ushindi huu na uzima huu kutoka kwako, maana hakika kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Nakwambia hivi, yani unamaliza kusema hichi kitu, unanyanyuka. Kwanza kuna nguvu fulani inaingia ndani yako ya uzima. Kwanza kuna nuru fulani inakufungua, unasema kumbe kuna aliyepigwa akaumizwa ili mimi nisilale hapa kitandani.
Nimeigundua kweli, na hii kweli imeniweka huru. Shetani hunilazi tena hapa kitandani. Kumbe kuna aliyepigwa ili mimi nipate kupona. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa neema ambayo Mungu amenipa mimi ni kufundisha wale watoto wachanga. Na ndio maana unaona natoa na mifano na jinsi ambavyo unaweza ukatumia neno la Mungu lika kufungua. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo hii imekaa vizuri sana hapa, hii haya maombi haya, na huu ni mfano tu kwa jinsi unavyokuwa na hamu na shauku. Roho Mtakatifu atakuwa anakuongoza. Unaweza ukaomba zaidi ya hapa, au unaweza ukaomba vile Roho wa Mungu atakavyokuongoza. Sasa kwa sababu tumekusanyika pamoja, tutakwenda kuomba haya maombi kwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa sana. Utasema baada yangu mimi. Na kama kuna eneo lolote unasikia udhaifu wowote, uwe ni wa moyo, uwe ni wa nafsi, moyo wako umeumizwa, moyo wako umejeruhiwa, nafsi yako imeumizwa, imeinama, kumbuka kwa kupigwa kwake Yesu umepona. Mwili wako una maumivu, mwili wako umekosa tumaini kabisa, una magonjwa, yani nimekwambia ile mijeledi ilikuwa inatoka na nyama, mpaka Yesu anasema katika ile Zaburi 22 kwa neno ile la unabii kwamba ninahesabu mifupa yangu, mifupa yake ikawa inahesabika. Kwa yani jaribu kupata vile picha. Akawa na picha gani? Ilikuwa ni picha ya mnyama sio mnyama, binadamu sio binadamu. Alibadilika kabisa ili wewe upate kuwa katika umbo zuri. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi tutakwenda, tuko tayari pamoja Sawa. Sasa shika mahali unapoumwa, au unaweza ukanyanyua mkono juu kama ishara ya kutafuta msaada kwa Mungu, au sehemu yoyote kama ni moyo unaweza ukashika, ni kwa ishara ya kutafuta msaada kwa Mungu. Na kumbuka sisi tumesikia, sawa? Tunaamini, tunalifanyia kazi neno. Mungu anaingia kazini. Anafanyaje kazi? Hiyo sio kazi yako, hiyo ni kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wewe ukisha uzuri wa neno la Mungu, ukilitii, anasema mkitii mtakula mema ya nchi. Yaani wewe unachukua hatua ya kutii, alafu kinachobaki ni cha Mungu. Ile ni sijui itakuwaje, sijui nini. Hayo maswali Mungu mwenyewe ndiye anayejua. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana vya Mungu siku zote huwa vina alama ya kiulizo, inawezekanaje? Hivyo ndivyo vya Mungu. Na pale inavyokuaga inawezekanaje, ndivyo Mungu anaingia kazini ili mwanadamu apate kujijua yeye bado ni mwanadamu tu. Yuko Mungu anayeweza kufanya yasiyowezekana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sisi tunakwenda kufanya sehemu yetu. Sehemu nyingine Roho Mtakatifu, kuna watu ambao watashuhudia nguvu ya Roho Mtakatifu ikiwashukia. Kuna watu ambao wataona kabisa kuna zile nguvu za giza zilizowashika, zilizokuwa na uhalali, zinaachia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kuwa neno la Mungu lina nguvu kuliko neno la mwanadamu yoyote yule au roho yoyote ile. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Na neno la Mungu linatuambia jina la Yesu ni jina lililopita majina yote, lina amri juu mbinguni. Ukisema kwa jina la Yesu, mbingu zinasikiliza. Kwa jina la Yesu unataka nini? Alafu neno la Mungu linaniambia lina amri chini duniani hapa na chini ya nchi kuzimu. Kwa hiyo unaposema kwa jina la Yesu, kuzimu nayo inatega masikio. Kwa jina la Yesu nini? Kwa jina la Yesu pepo uliyeshika huu mwili unaachia. Kwa pale kile kitu kinaachia, kwa sababu ni amri. Amri sio ombi. Jina la Yesu lina amri na mamlaka juu mbinguni, chini duniani, hata chini ya nchi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa hii ni siri nyingine ya jina la Yesu. Tuko kwenye damu ya Yesu, lakini kwa sababu tunaomba kwa jina la Yesu, imebidi nikupe imani hii ili uwe na imani. Unachotamka tamka na amini kwamba kupitia neno hili halijanifikia mimi bure.
Kumbuka pale nilipoanza kwamba yani uwe na furaha kwamba mpaka neno la Mungu linakufikia, ina maana Mungu anakupenda. Kwa sababu amesema katika ile Zaburi 107 nafikiri mstari wa 19 na wa 20, waliponililia mimi Bwana, asema Bwana, nikalituma neno langu lipate kuwatoa katika maangamizo yao yote. Tuko tayari wapendwa, tunakwenda kuomba mfano huu. Amen. Tunakwenda kuomba maombi haya kwa neno hili tuliolisikia. Tutasema wote, utasema baada yangu ili tuende vizuri. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana wangu Yesu na Mwokozi wangu kwa kujitoa kupigwa mijeledi kwa ajili yangu. Nami kwa jina lako Bwana Yesu ninaichota damu yako sasa iliyomwagika kutoka mwilini mwako sawa sawa na neno lako la Mathayo 27 mstari wa 26. Na ninainywa damu yako Yesu kwa ajili ya uponyaji wa maisha yangu, uponyaji wa mwili wangu, kwa ajili ya uponyaji wa roho yangu, kwa ajili ya uponyaji wa moyo wangu, na kwa ajili ya uponyaji wa nafsi yangu. Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho wa uzima uliomo ndani ya damu ya Yesu, ujae ndani yangu sasa na ufurike katika jina la Yesu. Na kila roho ya umauti, na kila roho ya ugonjwa, na kila roho ya udhaifu iliyopo ndani na nje yangu, vikakutane na damu ya Yesu sasa, na visiwe na nafasi ya kusitirika tena katika jina kuu la Bwana Yesu Kristo. Nitarudia tena. Na kila roho ya umauti, na kila roho ya ugonjwa, na kila roho ya udhaifu iliyopo ndani na nje yangu, vikakutane na damu ya Yesu sasa, na visiwe na nafasi ya kusitirika tena katika jina kuu la Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ushindi huu na uzima huu kutoka kwako, kwa maana nimeliamini neno lako. Hakika kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Amen. 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 Imekuwa. Sasa hapa nitakueleza kuna siri ya maombi. Unajua kuna jinsi ambavyo ukiomba, yani ni kama unamfunga Mungu katika neno lake kukufanyia yale ambayo ameahidi kukufanyia. Na ndio maana anasema yeye sio mwanadamu hata aseme uongo wala ajute. Kwa hiyo akisha sema kwenye neno lake kwamba iko hivi ndivyo ilivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anachotaka ni mwanadamu asiye sita. Anasema wale wanao sita ni kama wimbi linalopeperushwa na upepo. Na ninatamka katika jina la Yesu, asiwepo yoyote katikati yetu mwenye roho ya kusita katika jina la Yesu. Kwa sababu neno la Mungu linasema, nafikiri katika kitabu cha Yakobo, Mungu anahuzunishwa na wale wanao sita, na wanasema wale wanao sita wasitarajie kupokea kitu kwake. Kwa hiyo unapotamka, kama umesikia neno la Mungu na lililo katika Biblia, maandiko matakatifu, umeliamini, litumie, ndivyo ilivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa sikiliza
Neno la Mungu linatuambia hivi, kwenye damu ya Yesu ndipo kuna uhai. Yaani kuna roho. Sawa? Kwenye damu huwa ndipo kuna uhai. Na ukisoma hata lile Agano la Kale, Mungu aliwaambia hivi, jamani, msinywe damu za wanyama, kwa sababu mkinywa damu za wanyama ni mnakunywa ule uhai. Kwa hiyo aliwakataza. Kwa hiyo akasema, na ndio maana nataka, kwa nini nakwambia haya yote? Ili ujue uzito wa damu ya Yesu. Kwa hiyo kama kwenye damu kuna uhai, kwenye damu yako kuna uhai wako. Na ndio maana mtu akimwaga damu sana, uhai wake unahatarisha uhai wake. Yaani ukimwaga damu sana, unakufa. Nafsi yako inaondoka, kwa sababu kwenye damu kuna uhai. Sasa, kwa hiyo kwenye damu ya Yesu kuna uhai wa Mungu, yaani kuna roho wa Mungu. Sema amen. Amen. Kuna roho wa Mungu wa uzima. Kwa hiyo unapoitumia damu ya Yesu, kama umeinywa, unakunywa uzima wa Mungu ndani yako. Inaingia roho ya Mungu ndani yako, uzima wa Mungu ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na nipo hapa kukwambia, sio kwamba nakufundisha tu kutoka hewani. Ninayesema nawe, Mungu alinifundisha, nikaweka kwenye matendo, nimeona matokeo. Na nimetumia pia katika huduma ya Mungu, nimeona matokeo. Kwa ninachokisema ndivyo kilivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwenye damu ya Yesu kuna uhai wa Mungu. Jifunze kunywa damu ya Yesu pale unaposikia mwili wako uko dhaifu. Kumbuka yupo aliyeteseka ili wewe mwili wako usiishi kwenye mateso. Kumbuka ili somo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa, kuna maarifa juu ya damu ya Yesu tukiwa nayo, tutakuwa tunaitumia kwa ufahamu na kuona ushindi mkubwa sana juu ya maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo usiruhusu ugonjwa wowote wala udhaifu wowote ukakaa ndani yako. Ng'ang'ania damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya uponyaji wako. Uponyaji ni haki yako wewe uliyeamini kazi ya msalaba aliyoifanya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo anza kusimama na agano jipya la damu ya Yesu la uponyaji mpaka uone matokeo ya ushindi. Inywe damu ya Yesu kama dozi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hata wewe ambaye una moyo uliojeruhiwa. Watu wengi sasa hivi wanapitia kwenye mioyo iliyojeruhiwa. Moyo uliojeruhiwa ni moyo ulioumizwa kutokana na yale mambo yaliyopitia. Na moyo huu, niko hapa kukwambia, dawa yake ni damu ya Yesu. Dawa yake ni damu ya Yesu. Moyo uliovunjika na kukata tamaa, itumie damu ya Yesu, maana amekuja kwa ajili ya kuuponya moyo wako pia. Asema Bwana katika Isaya 61 mstari wa 1. Anasema hivi, Roho ya Bwana Mungu ijuu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta, ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika mioyo. Kwa hiyo Yesu alikuja duniani ili kuuponya moyo wako uliojeruhiwa mpaka ukavunjika. Sasa usipolijua hili, ndipo inakuja udhaifu mwingine. Wengi wanaumizwa mioyo, hawajui pa kukimbilia. Saa nyingine unakimbilia kwa mwanadamu ukijua kwamba mwanadamu atakupa msaada, lakini mwanadamu hawezi kukupa msaada kwa sababu na yeye ana ya kwake. Unampelekea mawili, mwenzio ana 10 yake aliyobeba moyoni. Ameshindwa tu kukwambia. Na zaidi ya yote, mwingine unampelekea ukisema huyu ndiye ninayemwamini, ndio mtu wangu wa karibu. Bado yeye atayatoa, ataenda kuyapeleka kwingine. Kwa hiyo ukiyasikia tena kule, unakuwa unaumizwa zaidi na zaidi. Sasa niko hapa kukwambia, simama na Mungu katika majeraha ya maisha yako. Jifunze kumkimbilia Mungu. Usikimbilie wanadamu, hawana mbingu. Na jifunze, kumbuka masomo ambayo tumejifunza kwamba kuna shimo
shimo la mwanadamu Mungu anaweza kuliziba. Na ndio maana Mungu akaweka ahadi kwamba yeye ndiye baba wa yatima. Amen. Na ndiye mume wa wajane. Alijua jinsi ukaribu wa mke na mume unavyokuwa, na ukaribu wa watoto na wazazi wao unavyokuwa. Na akajua kabisa hawa watu wakiondokewa na huyu mtu, nani ataziba ili shimo? Akaweka ahadi. Sasa iangalie ile ahadi katika pito unalopitia ambalo unajiona uko mwenyewe. Siku zote kumbuka, shimo la kitu chochote kile linaweza kuzibwa na Mungu. Lakini ukimwacha Mungu pembeni, ukabaki na shimo ambalo ni shimo la Mungu, hakuna anayeweza kuziba. Hakuna chochote kinachoweza kuziba shimo la Mungu kwenye maisha yako. Si pesa, si familia, si mke, si mume, si watoto, si chochote kile. Kwa hiyo ni heri ukamkimbilia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitamaliza ibada hii kwa somo, kwa ushuhuda huu. Kuna wakati nilikuwa napitia jaribu, sema jaribu au changamoto, jaribu na inasema jaribu kwa sababu linifikisha kiasi cha kwamba nikawa najiuliza mwenyewe kwamba na Mungu upo au haupo. Ngozi yangu iliharibika. Adui aliharibu ngozi yangu. Na nilitoka majipu, sema majipu, na yalikuwa yanauma sana. Yanauma sana. Na yalikuwa usoni, yanakuja mpaka shingoni. Sasa nilipookoka, alafu lile tatizo lilikuwa kama linaenda, linaisha, linakuja tena. Kwa hiyo ile hali ya kwenda inaisha, unaona kabisa kama Mungu ameniponya, linarudi tena. Kwa kibinadamu inaweza ikakupa alama za viulizo kwamba Mungu nanisikia kweli. Lakini niko hapa kukwambia Mungu alinisikia. Na siri ambayo Roho Mtakatifu alinifunulia. Na niko hapa kukwambia kabla sijafika hapo kwenye hiyo siri, kwamba ilifika kipindi hata wale watu, ndio haya nakwambia, mambo ya watu, ukitegemea faraja za wanadamu itakuangusha. Kwa sababu watu wa pembeni na kuja kusikia maneno ya kwamba wanasema kwamba mimi nina kansa ya ngozi. Adui huyo yuko hivi, anakutengenezea jambo alafu anataka akuaminishe katika ule udhaifu. Na ni watu ambao wa karibu sana. Na usipokuwa makini, na ninafikiri nisingekuwa ni Yesu kwamba amenikumbatia katika kipindi hiko, ningeweza kuhangaika sana na kutetemeka mno, kwa sababu niliyasikia ile maneno, kwa sababu yalinifikia na watu waliokuwa wananisema, yalinifikia kwamba unaambiwa una kansa ya ngozi. Sasa mimi nilikimbilia msalaba wa Yesu, niling'ang'ana na msalaba wa Yesu. Wakati huo imani yangu ilikuwa ndio mchanga kiroho. Sasa Roho Mtakatifu akasema, unaamini? Amini katika damu ya Yesu. Nikamwambia, Bwana, naaminije? Akaniambia, wakati unaoga, geuza yale maji kuwa damu ya Yesu. Na geuzaje Bwana? Akaniambia, tamka, lakini unaamini? Yaani alitaka niwe natamka kwa imani. Nikasema naamini, na nikawa nafanya hivyo. Kwa nikawa nageuza, nashika lile bomba, nasema nayageuza maji haya kuwa damu ya Yesu. Sasa alivyoniambia hivyo, mimi nikawa nafanya kwenye mafuta, nafanya kwenye sabuni. Yaani ni kama kipofu kaona mwezi. Kwa hiyo nilikuwa kila ninachokishika mimi nageuza kuwa damu ya Yesu. Hata kama nimenunua dawa ya kupaka, nasema naigeuza kuwa damu ya Yesu. Kwa hiyo mimi niling'ang'ana na damu ya Yesu. Niko hapa kukwambia nimepona kabisa. Amen. Ngozi yangu iko vizuri kabisa, na ni nzuri kuliko ile ya kwanza. Na ninafikiri hata wale ambao shetani aliwatumia kunifanyia hichi kitu, wakiniona watashangaa sana. Watamshangaa Mungu naye muabudu. Na ndivyo itakavyokuwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndivyo inakwenda kuwa kwako. Amini.
amini. Kwa hiyo nikaa napaka kwenye mafuta, nageuza damu ya Yesu napaka. Si hapa nikukwambia mambo ya kunywa. Sasa ile kwa sababu ni damu ya uponyaji, paka. Amini kwamba yupo aliyeumia kwa ajili yako. Wapendwa, niko hapa kukwambia hayakuwa machunusi si machunusi, majipu si majipu, vipele si vipele. Yani ni sura haijulikani ni ya mzee au ni ya kijana. Lakini nilichokuwa najua ni mimi nilipita. Kwa kweli nilipita. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ashukuriwe Mungu anayetuokoa katika mitego yote ya ule muovu. Na ashukuriwe Mungu, Mungu yuko pamoja na sisi, ambaye amesema atatuokoa tu. Mkono wake si mfupi hata usiweze kutugusa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ngoja niishie hapa. Tumeenda sehemu ya pili, damu ya Yesu ilipomwagika. Tutaendelea sehemu ya 3. Amen. Tuingie kwenye maombi. Anarudi Yesu, ameni, haleluya. Yesu ameni, haleluya. Anarudi Yesu, ameni, haleluya. Yesu ameni, haleluya. Tujiandae, ameni, haleluya. Kanisa jiandae, ameni, haleluya. Anarudi Yesu, ameni, haleluya. Anarudi Baba, ameni, haleluya. Mama Eli jiandae, ameni, haleluya. Nafsi yangu jiandae, ameni, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nipo hapa kukwambia kwamba Yesu anarudi. Ikiwa alimwaga damu yake, akafa, akafufuka, na akasema akapaa mbinguni, anarudi. Uwe unaamini au hauamini, haitamzuia kurudi, anarudi. Kwa heri mwanadamu anayemwamini, na uzima wa milele ni kumwamini Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na wale ambao wana haki ya kuitumia damu hii ni wale waliokombolewa kwa damu ya Yesu, ni wale walioamini kazi ya msalaba. Kwa hiyo kama uko hapa na umelisikia neno hili na bado una sita katika njia mbili, niko hapa kuambia usisite. Yesu Mwokozi ndiye Mwokozi, ndiye mkombozi, anaweza kukomboa na kukuokoa, na ndiye njia ya uzima. Kwa hiyo amini, na kama uko tayari unaamini, na hakuna kukufanyia maamuzi. Mungu kampa mwanadamu kufanya maamuzi. Amesema nimeweka mbele yako uzima na mauti, chagua uzima upate kuishi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kama uko tayari kuchagua uzima ambayo ndiyo Yesu, basi omba na mimi maombi haya, na baada ya maombi nitakwenda kuomba kadri Roho wa Mungu anavyoniongoza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sema: Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Leo hii ninafungua moyo wangu kukuamini kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaamini Bwana Yesu umekufa na kufufuka kwa ajili yangu, na ninaamini kabisa ya kwamba Mungu Baba alikufufua katika wafu. Umesema Bwana Yesu katika neno lako, kila anayekufungulia mlango utaingia ndani yake na kufanya makao. Na mimi Bwana Yesu, kwa jina lako takatifu, ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu leo hii. Ingia Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na mfalme wangu na Mungu wangu. Siku zote za maisha yangu nikuishie wewe. Nibatize sasa kwa Roho wako Mtakatifu. Nibatize sasa Bwana kwa Roho wako Mtakatifu, na damu yako ya utakaso na msamaha na rehema iendelee kunisafisha na kunitakasa kabisa, na kunitenga na kila mawaa ya dunia hii.
damu yako Yesu yenye kunihesabia haki ikaingie kila eneo la maisha yangu na kunihesabia haki. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Katika jina la Yesu nimeokolewa na kukombolewa kwa damu ya Yesu. Shetani una mamlaka ya kunitaabisha tena, kwa maana nimekufa na kufufuka pamoja na Kristo. Sio mimi ninaishi tena, bali ni Kristo ndani yangu, na uhai wangu umefichwa ndani ya damu ya Yesu, kuanzia sasa na milele yote, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Na kwenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa sababu hatua ulioifanya ni kubwa na mbingu zinakushangilia. Baba, nasema asante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Hakika damu yako Yesu imepita sasa, na ule uhalali wa adui shetani umefutika kabisa. Hati za mashtaka na hukumu juu ya kanisa lako hili zimefutika kabisa. Shetani hana cha kusimamia tena. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mbegu yako hii. Ninaifunika kwa damu yako takatifu, ikakuzalie matunda kwa ajili ya utukufu wako Baba. Baba, umesema kila anayekuja kwako hutamtupa nje kamwe, wala hutaacha adui amnyang'anye kwenye mikono yako. Maneno yako Bwana ni amina na kweli. Asante Baba, kwa maana unalithibitisha neno lako sasa. Baba Mungu, sawa sawa na Isaya 61, uliokuja kufungua waliofungwa. Yesu, nguvu ya Roho yako Mtakatifu ikadhihirike sasa. Chochote kilichowafunga kikaachie sasa, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Nguvu ya kuzimu inaachia sasa, kwa maana Yesu Kristo umeishinda kuzimu na umeshinda mauti kwa ajili yetu sisi. Uzima wako Bwana Yesu unaingia kwa watoto wako. Baba, nasema asante kwa uzima huu. Kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi wamekombolewa, wako hai, ni wazima. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi ninawazungushia ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu, ukuta wa damu ya Yesu, na kuwafunika kwa kifuniko cha damu ya Yesu, kifuniko cha damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Yesu, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele Bwana, na uaminifu wako ni wa vizazi vyote. Na mimi naifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Naendelea kuikabidhi kwenye mikono ya Roho Mtakatifu, mwenye kutuombea kama apendavyo Baba, mwenye kutusaidia udhaifu wetu, mwenye kutusaidia kuomba ni wewe Roho Mtakatifu. Ukasimame Baba, mwenye kulipenda kanisa lako upeo. Ukasimame Bwana kwa utukufu wako. Asante Baba kwa nafasi hii. Jina lako libarikiwe milele, katika jina la Yesu. Amen. 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 Mungu akubariki sana. Mungu Baba akikupa nafasi, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718 29 33 31 44, na namba nyingine ni +255 769 145925. Damu ya Yesu yafunike. Nawapenda sana watoto wa Mungu, katika jina la Yesu. Amen.